Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote ambao umetajwa kwa mujibu wa itifaki, waheshimiwa sana viongozi waliotuongoza ibada chini ya mkuu wa KKKT Dr. Malasusa, watoto, wajukuu, vitukuu, ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu kiongozi wetu, mimi nasimama hapa kwa niaba ya Mahakama ya Tanzania kuleta salamu za faraja kwako Mheshimiwa Rais, vile vile ndugu na jamaa wa marehemu. Sisi mahakama tangu tulivyopata habari hizi ulivyotangaza kifo cha kiongozi wetu, tumekuwa katika hali ya kujifunza. Kuna mambo mengi sana ambayo yamesemwa kuhusu marehemu, mengi ambayo tulikuwa hatujayasoma sehemu yoyote. Kuna mwanafalsafa mmoja anaitwa Albert Einstein, yeye alikuwa mwanafizikia. Aliwahi kusema kwamba maisha ya binadamu ni udadisi. Tunatakiwa kudadisi kila kitu kinachofanyika. Na tulivyoingia katika kanisa hili, wengi tulidadisi ujenzi ulivyokuwa, paa lilivyokuwa, na kama kuna uwezekano wa kwenda juu zaidi. Nimeona kama kuna matoleo juu, ili mradi tu sisi binadamu kazi yetu ni udadisi. Hasa kutokana na maisha ya kiongozi wetu, kuna mambo mengi sana, hasa sisi ambao hatukupata ile bahati ya kuhudumia taifa wakati yeye akifanya kazi. Kwa hiyo tunategemea sana simulizi kutoka kwa contemporaries wake ambao wanazidi kupungua, na vile vile kusoma yale ambayo yameandikwa. Sasa katika kusikiliza, nimekuja kugundua kwamba mzee Cleopa David Msuya alitegemewa sana sana na baba wa taifa, na vile vile rais wa awamu ya pili mzee Ali Hassan Mwinyi. Na walimtegemea kwa nini? Kwa sababu tumeambiwa kwamba hakuwa mtu jeuri, hakuwa mtu mkali, lakini anaonekana alikuwa na ujasiri na ushupavu na ustahimilivu kwenye nafsi yake ambao aliutumia katika kuleta maendeleo makubwa ya nchi yetu. Sisi ndio tunajaribu kujifunza kutoka hiyo. Sasa ushupavu wake huo na ustahimilivu wake huo, ndio maana utakuta alikuwa akipewa kazi zile ambazo zilikuwa ni ngumu ngumu, zenye joto, zenye moto. Tumeambiwa kwamba kati ya 1978 na 79 kulikuwa kuna moto wa vita vya Kagera. Mwaka 80 anapewa waziri mkuu. Sio kazi nyepesi, hasa ukizingatia hali ya uchumi. Kwa hiyo unahitaji mtu wa aina fulani awe na nguvu ya aina fulani ya ndani kuweza kuhimili hiyo kazi. Vile vile tunaambiwa kwamba nchi yetu ilipitia katika changamoto kubwa sana za kiuchumi, hasa baada ya bei ya bidhaa kama bei ya mazao kama kahawa kushuka, bei ya mafuta kupanda, na hali mbaya ya uchumi iliyotokana na vita. Sasa huyo akapewa uwaziri wa fedha, na wale wazee wa zamani mtakumbuka msimamo wa baba wa taifa dhidi ya kukubali masharti ya shirika la fedha duniani na benki ya dunia. Na tunaambiwa kwamba kulikuwa kuna mvutano mkali sana katika baraza la waziri na vile vile ndani ya CCM. Je, serikali ya Tanzania ikubali kujadiliana na shirika la fedha au hapana? Na tunaambiwa kwamba majadiliano yalichukua zaidi ya miaka 4. Wakati huo uchumi unadorora. Sasa kitu kimoja ambacho kilitokana na mzee Msuya ni kwamba yeye aliweza kumsoma Mwalimu Nyerere kwa urahisi zaidi kuliko watu wengi sana. Aliweza kumsoma kwamba Mwalimu Nyerere alikuwa amekubali kwamba wakati umefika wa majadiliano na Benki ya Dunia, ingawa wengi walikuwa bado wanataka tuwe na ule msimamo mkali. Na ndio maana akampa kazi ya kuongoza majadiliano, na kama asingependa majadiliano angeweza kumpa kiongozi mwingine yeyote aweze kuongoza majadiliano. Kwa hiyo sisi ambao tumeambiwa kwamba kazi yetu iwe ni kudadisi,
tuendelee kudadisi maisha yake, tujifunze, na kuna mengi sana ambayo tunaweza kujifunza, kwa sababu yeye alikuwa tayari ana shahada wakati tunapata uhuru. Ameona siasa ya ujamaa na kujitegemea, ameona maboresho, mabadiliko ya kiuchumi, na ameona hali ya sasa ambayo anazungumzia teknolojia. Chuo Kikuu cha Mwanga kitumie teknolojia. Kwa hiyo unaweza kumuona ni mtu ambaye hakuwa rigid kwamba mjamaa, na alisimamia sana sekta binafsi na uwekezaji. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo sisi tutaendelea kumkumbuka. Nimalizie kwa kusema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Cleopa David Msuya. Mwenyezi Mungu amlaze pema peponi. Amen.